Ladies and gentlemen, boys and girls, yes, in the house, kwenye mjengo. Jina nimekuambia nrefu kidogo. Aitwa Olu Swala Kaka. Karibu sana bro. Asante. Mbona kamua jina kwa refu hivi mwanangu? Unajua ni aje? Yes bro. Actually mimi naitwa Olu. Initially, okay, hiyo ndio jina ya usanii ya kwanza. Olu. So but nikafanya EP sometime back. Project ilitoka 2024. Inaitwa Swala Kaka. So wasa wakaanza kuniita Swala Kaka. So alafu tena ukiingia mtandao tunacheki kuna wasanii kadhaa wanaweza kuwa na jina moja. So nilicheki Olu iko common kiasi. So nikaongeza hiyo Swala Kaka. So jina likatokea hapo. Yeah. Olu aka Swala Kaka. So wewe ni Mkenya? Ulikuwa unafikia mimi ni Nigeria or something? Guy. Ulikuwa unafikia Tanzania ama unafikia wapi? Si nilikwambia akai hilo jina alikai Mkenya. Mimi nimesikia kazi yake. Mimi nimesikia kazi zake. So ndio maana kwa nataka kuambia ni Mkenya, lakini mimi nimesikia na najua ni Mkenya. Now, kwa mtu anasikia kwa mara ya kwanza, Olu Swala Kaka, tuanze na hapo introduction kwanza bro. Wakenya kujue nani? Olu Swala Kaka ni msanii wa hip hop. Nilianza kurap kitambo kiasi, but wacha niseme competitively. Campus tulianza na group ya rap, Campus J Quad pale Juja. So crew ilikuwa inaitwa Swala. Hiyo lini hiyo? 2008 hapo. Ndio tulifanya. 2008 mwanangu kitambo. Tumekuwa area. Yeah, so hizo ndio time tulikuwa tunaanza kurap. So kwa group nini. And then tunajua unamaliza kampo, kuna mavitu kadhaa nini wengine itwa kampo. Kwa unasomea nini hiyo time? 28 pale. Mathematics na computer science. So mathematics masha ulikuwa uko vizuri kitabu ujue mambo na mahesabu mara nyingi sio waga tunamalizana nayo pale Seko. Na vile sisi ilitusumbua sana. So naka pia kitabu kwa kinapanda. Inabidi mjituma my friend. Hii ni Kenya. So anyway, so after hapo so job, familia nini but pia wengine wetu pia group ilikuwa na watu 4. So mimi nikaendelea na usanii kiasi. Kuna projects tulifanya hizo ma areas za 2012 hapo. 2009 by the way kulikuwa na MC Africa 2. Sijui kama unaelewa but ma MC wanajua marapa. MC Africa 2 kafanyika wapi? Ilifanyika wapi? Mali hapa Baricho Road. So ni marapa tu walikuwa naenda different countries in Africa. So version ilikuwa season 2. Ilikuwa ni competition ama? Ilikuwa competition. So I was among the finalists. Kuna wasi kadhaa pia walikuwa hapo wenye wanatambulika pia huko Kenya. Marapa. So anyway, hiyo ni some more than 10 years ago. So venye nilisema chini ya maji tunafanya ma projects zingine hatufurahii. Ile harakati za kutafuta mtu unaweza work naye vizuri nini. So nikaa kulikuwa na muda kiasi sikufanya anything. Okay, si ati sikufanya anything, siku release vitu kadhaa nilikuwa nafanya, but 2024 nikakutana na Kunta Official Beats. Kunta ako pale Truth Label akiwa na K-Dog. Iko mahali huko Hamza, Eastlands. So nikapenda muziki yake, nikapenda beats zake. So tukaanza working relationship. Ndio nikachapa EP sasa. So after that nikapata motisha kiasi, alafu sa album nikaangusha earlier this year. So tukiongelea Olu Swala Kaka ni family man pia. Wacha tuseme unajua family pia. Unajua kusema hivyo kuna definition mingi. Kwa kwangu kile ambacho namaanisha ni kwa ni jamaa ambaye yuko na mke na watoto. Ama baba na mama. Baba na mama wako, bro wako, manisi na nephew. Imekuwaje safari yako ya usanii? Imekuwa tricky. Mpaka sasa hizi tunaongea 2026. Imekuwa tricky by the way, si unaelewa tu venye industry imekuwa. Vitu mingi zimechange, media, industry ya muziki, ya entertainment in general. So what can I say? Venye vitu zimechange, hata zile projects nilikuwa nafanya za kwanza, tulikuwa tunaban ma CD, ndio nauzia sasa sijui so 5 so 2 hizo. Streaming ikakam. So lazima uwe na a way of to get your music out. So whether ni through distributors blah 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 ama to YouTube, mwenyewe unajituma venye unajituma. So hiyo between 2012 na 2023 sikuwa active as such. Kwa fanya nini yote? Your time sa job, obviously nilikuwa job. Mimi ni mtu niko na hustle ya job pia hapa kando. Umeajiriwa?
Yes. Wow. Apart from that, yeah, so una balance tu vitu za maisha, so job nini bills, plus sa usanii unajua pia for some of us usanii is a way of kuwa whole, kuji-express, plus saa zingine kuna vitu unaweka kando lakini una feel tu within you, unafaa kufanya kitu. So unasema mlianza kama kundi la wasanii wanne. Yeah. So ina maana haja mwingine wote waliondokea muziki. Sasa ndio nilikuwa nasema, so vitu kadhaa zika happen, wengine wao kuna mafamilia, so vitu za muziki pia zika relax. So hata niseme mwenye tuko active tukaa wawili hivi ndio wanafanya muziki bado. Bado tunafanya muziki. Lakini kila mtu kivyake as individual. Yes, bado hatujafind a way of pamoja. Hatujafigure out a way of kuitoa. Unajua saa miaka pia zikisonga ufanye tu vitu for the sake of it. Unataka ku make business sense. Unataka mfanye vitu zenye you know mnaweza push. Vitu za make sense, vitu mnaweza jisustain. So hizo ndio hesabu tuko sahi. Na tukiangalia the music scene ya sahi, ni challenge gani ambazo una face in the current music scene? Kama sahi sounds zinaendelea kuchange. Umesema kutoka kitambo tulikuwa tuna band CD, sahi tuna stream and everything. So challenge gani ambayo una face kwa hii music scene ya sahi? By the way, challenges zinaweza kuwa very unique to the kind of artist na deal nae. So nitaongea on my beat, because mimi ni hip hop artist. Hip hop iko considered maybe wacha tuseme urban, for lack of a better word, urban pop, as muziki za kuna watu mashinani wana rap lakini so challenges hapo ni kusai stories za saa kuuza vitu physical copies nika imeenda chini. Kuna watu bado wanauza by the way, but wasi wengi waifanyi sana. Me personally sifanyi physical copies. So challenge imekuwa first of all ku get muziki out. So venye umesema venye vitu zina change, unajua kabla wasanii wajue okay, ukitaka muziki yako itoke Spotify ama itoke Apple Music ama itoke YouTube, kuna venye unafaa kujipanga na hizi vitu pia zinakugharimu like if you're going to face a distributor, so lazima ukue na hiyo budget. So one of the challenges ilikuwa hiyo ku get the music out in a digital form na in a form yenye watu wengi wanaweza sikiza. That's number one. So number two imekuwa ku get shows pia. Ku get shows, live scene pia iko na maneno yake. Ku deal na promoters, venue, unajua kama bado unajenga jina lazima pia wa convince kunaendaji, una get. So kuna show nimechapa, but hiyo ilikuwa like my own costs ya kuambia market ni hivi ndio mimi hufanya show yangu. Iko YouTube unajua, so mtu akitaka kujua mse anachapa live show aje. So hizo ndio mikakati zenye nimeweka hapa kwa background, ndio at least ni try kupush brand. Alright, haitwa Oluso Alakaka. So swala umesema ilikuwa ni kundi. So saizi jina hili unalitumia pia kama lako pia. Swala ni swala moja ambayo tunajua maombi ama ya swala ni nini? Ya maombi ni sala. Ni sala by the way. So hii swala si hata nyinyi watu wa news ni mnapenda maswala kadhaa nyeti hapa na pale nini. So swala ni kwa Kiswahili ni issue fulani ama issue by the way kwa society, kitu inaleta swala la ujauzito, swala la miadarati, swala la bas. So anyway, jina venye tulianza tuliona conscious rap. So kurap unajua unaweza ongelea mambo mengi, but sasa sisi nature yetu ni mostly pia kuangazia vitu zinatu affect kwa society, whether ni siasa, whether ni relationships, vitu kama hizo. So hiyo ilikuwa tu ku address what Kenya tunaongelea sana kwa muziki yetu. So as much as tupa mikono juu nini, but pia sana pia ipande ya kunaenda hivi kisiasa, ki-economy, kinini. Hizo ndo saa masuala ambayo yako katika project. Alright. Kuna kipindi ukiongelea hip hop na watu wana picture mambo ya huni, yani ubishano ni nini, lakini siku hizi hip hop ni mtu yuko vizuri. Ukiangalia mtu kama Jay-Z anafanya hip hop unaona ni family man, tajiri, mfanya biashara na vitu kama hivyo. Kwako wewe ukifanya hip hop unazingatia nguzo za hip hop? Kabisa. Okay,
umesema utumia example nzuri. So the thing is hip hop, unajua hip hop kiangalia venye ilianza ilikuwa aggressive venye unasema nini but ilikuwa ni street music. Ilikuwa ni street music. But unajua ukikoma kidogo unaelewa as much as ni aggressive, what is it, mtu kama Jay-Z amekuwa kwa game for more than 20 years. Hizo vitu tunasema familia nini so lazima pia times ikichange pia na change, but the roots of hip hop ilikuwa streets. Streets na not only streets, so uko aggressive ndio, but Kenya unaongelelea, unajua vitu zinafanyika kwa street pia ni mingi. Watu wanaongea siasa kwa streets. Watu wanaongea vitu mob. Kuna mapoets, kuna street poets pia, washairi ambao unajua wanajua kuangazia masuala kadhaa wenye wako kwa street pia. So ilikuwa, hata niseme it was a positive movement. Ilikuwa nika kujitoa kwa hiyo challenge ya kwa street. Nika kuchannel energy zako in a positive way. So ndio ilifanya ilikuwa na hiyo the aggressiveness. So fine, hiyo aggressiveness iko, but sasa like you're saying vitu zina change, hata hiyo sound ni kama imeanza kuchange. Wenye ma producers siku hizo wanapiga beats. Ndio kuna hiyo the original boom bap ya kitambo. Ilikuwa na kick mzito, snares kiasi, samples, but siku hizi unajua sasa pia equipment zimechange, ma sounds zina change. Kuna a lot of electronic drill production, so the sonics zimechange. Hata so ina depend, unajua sasa lazima pia kama msanii ukue true to the time so venye vitu ziko ndio venye one way or the other itatokea kwa muziki. Do hip hop have money? Iko lakini wacha niseme kuna tuko Kenya first of all. So kuna challenges zetu zenye ziko unique to Kenya. Unajua kuongelea hip hop, so ilianza majuu, ilianza New York, United States. So watu huko wako na challenges zao. Sisi Kenya venye tuliamua kuadapt hiyo art form, pia sisi tuko na challenges zetu. So hip hop in general, obvious kuna watu wamekulia hip hop wenye watu wenye wanajua hip hop wanajua. But locally pia kuna watu wanakulia hip hop vizuri sana. But acha niseme si wengi, si not a good number.